nguvu zinazoshindana na wewe wakati unapotaka kujenga kile kilichoharibiwa. Nguvu zinazoshindana na wewe wakati unapotaka kujenga kile kilichoharibiwa. Inawezekana kuna mambo ambayo ya maisha yako yalikuwa imeharibika, na unapotaka kuanza kuyarekebisha. Inawezekana ulikuwa na biashara, inawezekana ulikuwa una kazi, inawezekana ulikuwa na huduma, inawezekana ulikuwa kwenye mahusiano, lakini ghafla ikatokea kuna uharibifu ulitokea katika kile ambacho ulikuwa unakifanya. Sasa unapotaka kuinuka tena, ziko nguvu ambazo zinashindana na maisha ya mtu. Unajisikia ugumu tena kuanza hiyo biashara, unajisikia ugumu tena kuanza kufanya huduma, unajisikia ugumu tena kutaka kuanza kujenga. Nyumba yako labda iliuzwa, kiwanja chako kikauzwa, kikazulumiwa, labda ulikuwa kwenye mahusiano ghafla yakavunjika, unajisikia ugumu tena kuanza. Lakini si wewe, ziko nguvu ambazo zinapambana katika eneo ambalo upo. Na mimi nataka nikufundishe mambo jioni ya leo. Kitabu kile cha Nehemia sura ile ya 4 na ule mstari wa kwanza, maneno ya Kristo nasema, lakini ikawa Sanbalati aliposikia kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Huyu Nehemia alipotaka kujenga ukuta wa ndugu zao wa wazazi wake, ghafla Sanbalati akapata uchungu ndani yake, akaghadhibika. Swali la kujiuliza, kama mimi najenga cha kwangu, kwa nini Sanbalati apate uchungu? Kama mimi naanza kuinua biashara yangu iliyoharibika, kwa nini kuna mtu mwingine anaanza kupata maumivu? Kama mimi naanza kuinua mahusiano yangu yaliyopata shida, kwa nini kuna mtu mwingine anaanza kupata maumivu? Si kitu cha kawaida. Ibilisi anaweza akapitisha kitu kwenye maisha ya mtu, roho ya uchungu ikapita kwenye maisha ya mtu, ili kuzuia nini? Wewe usianze kujenga cha kwako. Sasa katika mambo ambayo shetani atayatumia kufika sehemu kupambana na wewe kuanza kujenga kile cha kwako kilichoharibika, jambo la kwanza ambalo atalitumia Ibilisi, ili nini? Kurudisha moyo wako nyuma, usijenge, usikitengeneze kile kilichoharibiwa. Jambo la kwanza, ataanza kukuonyesha uwezo hafifu ulionao. Ataanza kukuonyesha madhaifu ulionayo. Ghafla unataka kufanya jambo fulani lilivyoharibika kwa muda mrefu, Ibilisi ataanza kukuonyesha kwamba wewe mnyonge. Angalia ile Nehemia sura ile 4 na ule mstari wa 3, nasema hivi, akanena mbele za ndugu zake na jeshi ya Samaria, akasema, Wayahudi hawa ni wanyonge, wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu? Je, watafufua mawe katika chungu hiki za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, alisema, hata hiki wanachokifanya, angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibilisi anapoona kuna sehemu yale mambo yako yameharibika, unataka kuanza upya, ataanza kukuonyesha udhaifu ulionao, ataanza kuonyesha unyonge ulionao. Ghafla roho ya kuinama, ya kukata tamaa inaingia. Anasema, wewe ulifanyaga biashara ukakwama. Anasema, wewe ulichukua biashara ukafungua duka alikuendelea. Sema, wewe ulianzisha mahusiano yalikufa. Wewe huwezi kuanzisha tena.
Wewe ulianzisha huduma, watu wakaondoka, una uwezo wa kuanzisha tena. Anakujaribu kukupitisha kwenye maeneo ambayo ndani yako ya kuwekea uchungu, ndani yako ya kuwekea maumivu. Anakujaribu kukuonyesha madhaifu yako. Sasa hii ni mbinu ambayo Ibilisi anaitumia, kwamba ile uchungu ukiingia ndani yako, roho ya kuanza upya inaondoka. Na kama mtumishi wa Mungu isipokuwa makini katika ile eneo, kuna mambo ambayo Mungu amekusudia kukupeleka au utaenda. Kila mmoja anakosea, kila mmoja na madhaifu, kila mmoja kuna sehemu inawezekana amemkwaza Mungu, kila mmoja kuna sehemu inawezekana amerudi nyuma. Lakini pamoja na madhaifu ulionayo, isifika sehemu ukampa shetani nafasi ya kuachilia mahubiri ndani ya moyo wako kwamba kutokana na madhaifu 1, 2, 3 ulionayo, kwamba hauna uwezo wa kuanza upya. Yesu wetu asifiwe sana. Nasema tena Yesu wetu asifiwe sana. Tobia akazungumza maneno magumu sana, akasema waangalie wanyonge, waangalie hawa wana kitu, waangalie ni dhaifu. Hata kitu anachokijenga, hata kama mbweha angeweza kubomoa ukuta. Anamwonyesha mambo magumu na maneno magumu, yafike sehemu ndani yake nini, yaachilie uchungu katikati ya Wayahudi. Watu wengi sana wanapofika katika eneo kama hilo, inawezekana mtu akakutolea maneno haya, hata mume wako kwambia, wewe nilikupaga hela ufanye biashara, umefanya biashara gani sasa? Wewe nilikwambia ufanye hiki, umefanya nini sasa? Wewe tulikusaidia mama uvuke, umefanya nini sasa? Tulikusaidia sisi kama watoto, tulikusaidia sisi kama wazazi wetu usome, umefanya nini? Madudu. Ni maneno ambayo yanakuonyesha udhaifu ulionao, na yale maneno yakiingia, ukiyaruhusu yakiingia ndani yako, hatua ya kuanza upya inaondoka. Ndio maana watu wanaweza kukusemea, ni watu wa karibu kabisa, wanakwambia madhaifu na mapungufu ulionayo, kwamba kama kukusaidia tumekusaidia. Ndio maana hasa wamama wengi sana wanapofika sehemu, wale watu ambao walioamini, inawezekana ni wenzi wao, wakawasemea maneno magumu ya kuondoa uwezo ulionao, na wao huwa wanayapokea. Na the moment wanapokea yale maneno, hatua ya maisha yao haiwezi kuonekana. Maneno haya yasingeweza kusemea hata bosi wako kazini, mtu ambaye anakuongoza, anakuonyesha mapungufu ulionayo, kwamba tunakupa kazi haziendi, tunakupa vitu ufanye, vitu haviendi. Yale maneno unasemewa, ukiangalia kwa jinsi ya kawaida, kweli kuna sehemu, kuna siku alikupa kazi ya kufanikiwa, kweli kuna siku alikupa ufanye kitu akikutokea. Yale maneno yanapotokea, yanalenga nini? Kuanza kuinuka kwako upya. Na wengi sana imefika sehemu, yale maneno walivyosemwa wakayapokea. Walivyopokea, unyonge ukaonekana ndani yao, hatua mpya kuonekana. Nisikize mtumishi wa Mungu vizuri mahali hapa. Shetani ana mbinu nyingi sana ya kutaka kukutoa nchi ya 18, ya kutaka kukutoa katika hatua ya kuinuka kwako. Kweli kuna kazi ulipewa ofisini au kufanya. Kweli inawezekana kuna siku ulichelewa kufika kazini, karibu siku 2, siku 3, siku 4. Ghafla maneno yakainuka, wewe kila siku unachelewaga tu kazini, wewe kila siku ni mvivu, wewe kila siku. Yale maneno ni lengo lake ni kuzofisha uwezo ulionao. Na watu wengi wameshindwa kupigana hiyo vita. Na waliposhindwa kupigana hiyo vita, ghafla uwezo wao wa kuinuka na kufanya mambo makubwa ukaondoka. Ngoja nikupe mfano tena kitu tunachozungumza mahali hapa. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 10 Mathayo sura ya 13 na ule mstari wa 55. Mathayo sura ile ya 13 na ule mstari wa 55. Nikuonyeshe mfano wa Yesu pale. Wanasema hivi, tuanzie 53 tutaelewa pale. Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake, na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao. Hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mama yake si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguye si Yakobo na Yusufu na Simeoni na Yuda? Na maumbu yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Yesu
alipotaka kujenga kanisa lililoharibiwa na Adamu na Hawa, wakati anaanza kufanya miujiza kuonyesha uwezo alionao, watu wakainuka wakasema, huyu dogo si baba yake fundi seremala? Huyu tulikuwa tunamwona na beba vistuli. Huyu baba kaka zake si wakina Yakobo, ndugu zake si wakina Yuda, mama yake si Mariamu? Tunamjua huyu, huyu ana uwezo, tunamjua. Yale maneno lengo lake nini? Kuzofisha uwezo alionao. Unisikilize mtumishi wa Mungu, haijalishi hata kama una upako kiasi gani, hata kama una elimu kiasi gani, lakini kuna maneno watu wakikusemea, ukiyapokea tu, uwezo uliokuwa ndani yako wote unaondoka. Ukiyapokea yale maneno, chochote kilichokuwepo ndani yako, hata kama kina nguvu kiasi gani, ukikipokea na ukikikubali, umesha. Yesu aliposemea, sema huyu seremala tunamjua huyu, mama yake si Mariamu huyu, tunamjua ndugu zake si wakina Yuda, tunamjua huyu. Yale maneno lengo lake ni kuzofisha uwezo wa Yesu. Unisikize mtumishi wa Mungu, wakati wa kuanza kuinuka kwako upya kunapofika, kuna watu watakuja. Inawezekana kuna wengine mlisoma nao shule ya msingi, inawezekana kuna wengine mlikaa mtaa mmoja, inawezekana wengine kuna sehemu mlikuwa wote, walikuwa na kujua vizuri. Usiruhusu yale maneno yakapata nafasi kwako. Ndio maana mimi katika kitu ambacho nakifanya, nikijua kuinuka kwangu upya kunakuja, hata kama kuna watu ambao nilisomaga nao huko, tulichezaga nao, nikiona labda ni marafiki zangu kwenye mitandao ya kijamii, ghafla unatoa kitu cha Mungu, wana comment ujinga na wa block. Unarusha kitu chako kwenye status, kitu cha kimungu cha kuinua watu, mioyo ya watu, alafu wenyewe wana comment ujinga, block watu. Wewe ukiendelea kuwa entertain watu kama hao, ukiendelea kuwapa nafasi watu kama hao, ghafla uwezo wako unakufa. Usipende inapofika sehemu, wakati wa kuinuka kwako upya kunapokuja, kuna watu fika sehemu hata kwa block, kwenye simu wa block, kwa sababu kuna maneno wataachilia kwenye maisha yako, ukiyapokea tu umeisha. Wakati wa kuinuka kwa Yesu ulipotaka kuja, watu wakainuka, sema huyu dogo tunamjua, huyu fundi seremala, huyu tunamjua, huyu babake fundi seremala, mama yake tunamjua huyu. Yale maneno anaenga nini? Uwezo ulionao upigwe. Jambo la pili, shetani analitumia inapofika wakati wako wa kuinuka. Wakati wako wa kuinuka, vita ya pili anayoinua, na kuonyesha vita afu tujue namna ya kushughulikia. Anakuonyesha uwezo wako wa kiuchumi ulionao. Anajaribu kukuonyesha uwezo wako wa kiuchumi ulionao. Hiyo utaipata wapi? Utaipata Kutoka sura ya 16 mstari wa 3. Kutoka 16 mstari ule wa 3, tusome pale. Kutoka 16 na ule mstari wa 3. Wana wa Israeli wakaambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba, kwani mmetutoa huku na kututia katika nchi ya bara hili, ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Mungu alipotaka kuachilia kuinuka kupya kwa wana wa Israeli, kuwatoa kwenye mikono ya utumwa, ghafla changamoto ya uchumi ikaingia, ghafla changamoto ya njaa ikaingia. Katika kitu ambacho kimoja wapo, shetani aliwakumbusha, aliwaambia, sikilizeni, mnakumbuka Misri kweli mlikuwa mnateseka, mnakumbuka Misri kweli kulikuwa kuna shida, lakini kulikuwa kuna nyama mnakula. Mnakumbuka Misri kweli kulikuwa kuna mateso, lakini kulikuwa mnakula nyama nzuri. Mnakumbuka Misri kweli watu walikuwa wanatukana, lakini kuna maisha ya vyakula vilikuwa mpati shida, kuna maisha ya fedha mlikuwa mpati shida. Hiyo maana yake ni nini? Kuna hatua unafika, unataka kusogea, unakumbushwa kwamba
hapa ulipo mazingira unayopitia ni magumu. Bora ungekuwa upo kule kule kwenye ile ofisi, japokuwa ulikuwa unapata hela za wizi, lakini familia ilikuwa inasogea. Kwenye ile ofisi kweli ulikuwa unamkosea Mungu, lakini kuna hatua ilikuwa inaonekana. Kwenye ile ofisi kulikuwa kuna rushwa, lakini kweli vitu vilikuwa vinaenda. Kwenye yale mahusiano ya kwanza kweli yule dada alikuwa mgomvi, yule mwanaume alikuwa aolekeweke, lakini alikuwa anakupa hela. Kweli katika yale mazingira ulikuwa unapitia, kweli ilikuwa ni mazingira magumu, lakini kuna vitu ulikuwa unavipata. Maisha unayopitia sasa hivi si sawa sawa na yale. Shetani anajaribu kukuonyesha mazingira kwamba sawa, pahali ambapo umetoka palikuwa kweli kuna shida, lakini fedha ulikuwa unapata. Mahusiano uliotoka kweli yalikuwa na makelele, lakini kuna hela ulikuwa unapata. Kweli biashara ulikuwa unapata uliopitia ya kwanza ilikuwa kweli ina mazingira magumu, lakini hela ulikuwa unapata. Sasa hivi uchumi wako umekwama. Anakuonyesha mazingira ya uchumi. Lengo lake ni nini? Kuua hatua ya kwako ya kuingia Kanani. Na Mungu anapoona vita hiyo, kama usipopanga sawa sawa, Kanani yako hauwezi kufika. Hatakuonyesha hali unayopitia sasa hivi, na hatakuonyesha na hali uliotoka. Hatakuonyesha hali unayopitia sasa hivi ni ngumu, lakini hali uliotoka ilikuwa la fesi, japokuwa ilikuwa na mateso. Lengo lake ni nini? Kukuonyesha kwamba mazingira unayopita sasa hivi ni mabaya, lakini kule mazingira yalikuwa mabaya, lakini ulikuwa unapata cha kwako. Kipindi unaishi mwenyewe ulikuwa una amani, lakini sasa hivi umekaa na huyu kaka, umekaa na huyu baba, kila siku makelele, kila siku makelele, kila siku makelele. Anakuonyesha kwamba kule ulipotoka palikuwa pazuri, lakini hapa kweli nimeolewa, kweli nimeoa, lakini hapa ndoa ni ngumu sana. Kweli nipo kwenye mahusiano, lakini mahusiano haya ni mabaya sana. Anajaribu kukuonyesha ulipotoka palikuwa pazuri, lakini ulipo ni pabaya. Hiyo ni vita nini? Ni vita ya kutaka kuinuka kwako kwa upya. Na mtu yoyote asipojua kwamba huu ni msimu wangu mpya, wa msimu wa maisha wangu mapya unakuja, akianza kukompea kwamba kule alipotoka na sasa hivi alipo, kule alipotoka na sasa hivi alipo, hiyo ni ishara kwamba kuinuka kwako hakutakuwa kwa rahisi. Kwa nini mtumishi wa Mungu anajaribu kufundisha vitu kama hivi? Mungu anapoleta somo lolote lile katika hii madhabahu ya hema, kuna watu Mungu anataka kutuvusha. Na hatufundishi kila somo tu kwa sababu yako masomo ya kufundisha. Ukiona hiyo comparison inakuja kwenye maisha yako, ukiona hiyo comparison inakuja ya uchumi ulionao na kule unapoenda, hiyo ni ishara kwamba huko jangwani, lakini uko kwenye Kanani yako, unaelekea kwenye Kanani. Usikubali kurudi Misri hata kama ulikuwa unakula nyama. Usikubali kurudi Misri hata kama maisha yalikuwa mazuri. Kanani ni nzuri kuliko Misri. Nyama ni za muda tu. Na hii vita inapoinuka watu wengi sana, ni rahisi sana. Ndio maana unaingia kwenye biashara hii, unasema sasa hii biashara ya kwanza ilikuwa ina changamoto, ulikuwa unapata hela, ngoja niache, unafungua nyingine. Unashangaa maisha yako ya kila siku yanakuwa ni maisha ya mark time. Unafanya hiki kidogo unaacha, unafanya kile kidogo unaacha, unafanya kile kidogo unaacha. Yani you are there always, hakuna hatua. Unaingia kwenye mahusiano haya yanaharibika, unaingia kwenye mahusiano yanaharibika. Yani ni mtu wa comparison, ni mtu wa kucompare. Aina ya maisha hayo ni ishara kuna hatua mpya inakuja. Lakini Shetani anakuonyesha kwamba ulipotoka na sasa hivi ulipotoka ni pazuri. Nini cha kufanya? Ngoja nikupe mfano mwingine tena, mtumishi wa Mungu, nachozungumza mali hapa. Ukiona hali kama hiyo na ukishindwa namna ya kushughulika nayo, hauwezi kuvuka. Ngoja nikupe mfano, kitabu kile cha Yohana sura ya 21. Yohana sura ya 21 na ule mstari wa kwanza na wa 10. Nikuonyeshe mifano, mtumishi wa Mungu, itakusaidia. Haijalishi itafika sehemu una hela, haijalishi itafika sehemu utalala na njaa, usirudi Misri kwa sababu ya njaa ya jangwani. Mungu anaweza akashusha mana kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hayo, Yohana 21:1, baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye habari
bahari ya Tiberi. Naye ajizilisha hivi Simioni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli na Kana wa Galilaya na wana Zebedayo na wengine wawili wanafunzi wake. Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hapakuwa na kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, lakini wanafunzi hawakumjua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mimi mna kitoweo? Akawajibu, la. Akawaambia, litupeni jarifa upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivua tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Yesu alipokufa, katika kitu kimoja wapo ambacho kiliingia kwa wanafunzi, roho ya hofu ya kutokujua kuinuka kwao kupya kunakuja. Roho ya hofu ikaingia kwamba kiongozi wetu ameuawa, kwamba hatuwezi kufanya chochote. Petro akarudi kwenye biashara ya samaki. Alipotaka kurudi, na wengine wakina Tomaso wakasema, sisi wenzetu tukavue samaki. Wakaenda baharini wakaanza kuvua samaki. Lakini kumbuka, miaka mitatu wamekaa na Yesu, wameona miujiza ya Yesu, wameona nguvu za Yesu, wameona uwezo wa Yesu, na Yesu aliwaambia mambo mengi. Lakini changamoto ilipotokea, hali ya maisha ilipobadilika, ndugu wakabadilika na wao.